Ni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa News Update Media, ikiwa ni tarehe ya 9 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2025, tukiwa katikati ya mwaka huu 2025. Leo hii tumetembelea katika chuo hiki cha DIT kilichopo wilaya hii ya Ilemela mkoani Mwanza, na hapa ni mdahalo wa wazi kabisa kama ambavyo unatazama katika bango hili, kijulisha hapa mdahalo wa wazi dhidi ya fursa na za miradi ya kimaendeleo jimbo la Ilemela na namna ambavyo ilivyowanufaisha wananchi kiuchumi. Lakini kauli mbiu ya mjadala huu ikisema Ilemela na Samia tunasonga mbele. Mratibu mkuu wa mdahalo huu akiwa ni Fabian Semba ambaye ni mratibu wa Generation Samia, lakini hii leo amehamasisha mdahalo huu ili tu kuweza kuzungumzia miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo imefanyika katika jimbo hili la Ilemela na namna ambavyo wananchi kiujumla wake hususan sana vijana watanufaika kiuchumi endapo wakazingatia katika miradi hii ambayo imeletwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji, kama ambavyo unatazama serikali ikileta hapa takribani bilioni 80, zaidi ya 80 zikifika katika jimbo hili la Ilemela kwa ajili ya miradi hii ya kimkakati ambayo imetekelezwa. Katika mdahalo huu sasa tuna watu mbalimbali ambao wanapata fursa ya kuzungumza kama wazungumzaji wakuu. Hapa ninaye Fabian Semba ambaye ni mratibu wa Generation Samia ambaye hii leo ameratibu mdahalo huu. Unaweza ukasimama pale ulipo ili uweze kupunga mkono kwa mtazamaji wa News Update Media anayetazama hivi sasa. Lakini pia tunaye Juma Magambo ambaye yeye ni mwalimu kutokea chuo hiki cha DIT ambaye atakwenda kuzungumzia masuala mazima ya sekta ya elimu na namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kunufaisha chuo hiki. Unaweza kusimama pale ulipo, atafika hivi punde. Lakini pia tunaye hapa mkurugenzi wa Jorafra company ambaye anahusika na masuala mazima ya usafirishaji hususan katika stendi ile ya Nyamuhongoro. Popote ulipo unaweza ukasimama ili tupate kukuona. Yes, lakini pia tunao hapa tunaye hapa Dennis Njunwa ambaye ni muhitimu huyu kutoka vyuo mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini hivi sasa ameweza kujiajiri. Kwa nafasi hiyo Dennis, unaweza ukasimama pale ulipo. Asante sana. Lakini pia tunaye Gaspar ambaye pia naye ni muhitimu na amepata nafasi ya kujiajiri katika sekta mbalimbali. Unaweza kusimama pale ulipo. Asante sana. Lakini pia tunaye Resco Mapunda ambaye ni rais wa chuo hiki cha DIT. Unaweza kusimama pale ulipo. Asante sana, akiwawakilisha wanafunzi wa chuo hiki. Lakini pia tunaye waziri mkuu wa serikali hii ya wanafunzi kutokea chuo hiki cha DIT. Popote ulipo unaweza ukasimama. Shukrani sana, asante sana. Lakini pia katika upande wa mikopo ambayo inaletwa na serikali, hapa nazungumzia mikopo ya 10%. Tunao hapa Shawishi Amos ambaye ni mratibu wa mbunge wa jimbo la Ilemela. Hapa namzungumzia Daktari Angelini Mabula. Mratibu, popote ulipo unaweza kusimama. Asante sana. Lakini pia tunaye Shan Saad ambaye pia ni mnufaika wa mikopo hii ya 10%. Popote ulipo unaweza ukasimama tafadhali. Asante sana. Mimi nikushukuru sana mtazamaji ambaye unatutazama hivi sasa, lakini pia na wewe mtazamaji wa News Update Media, na kukaribisha sasa ili uweze kufuatilia mdahalo huu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na katika kuanza mdahalo wetu hivi sasa nakwenda kumkaribisha hapa Fabian Semba ambaye ni mratibu wa Generation Samia katika mkoa huu wa Mwanza. Yeye atatupitisha katika tenda mbalimbali za serikali hususan sana katika wilaya hii ya Ilemela, namna ambavyo tenda hizo zinakwenda kunufaisha watu mbalimbali katika wilaya hii ya Ilemela, lakini hususan sana vijana ambao hii leo tumewatembelea katika chuo hiki cha DIT. Semba Fabian, karibu sana ili uweze kutupa kwanza kutufungulia mdahalo wetu, lakini pia kuzungumzia swala hili la tenda za serikali kwa katika wilaya hii ya Ilemela, hususan sana kwa vijana ambao hivi sasa wanatutazama na watakuwa na maoni, lakini pia maswali mbalimbali kuhusiana na tenda za serikali kwa watu wa Ilemela. Kizazi cha mafanikio, Generation Samia, kizazi cha mafanikio. Sisi Generation Samia ni jukwaa ambalo lilianzia Dodoma makao makuu, likiwa na lengo la kuwaleta vijana wote nchi nzima pamoja kwa ajili ya kuzitazama fursa, kuziendea na kuzichukua kwa maana ya tenda za serikali. Na hiyo ilitoka kwa raia namba 1 Daktari Samia Suluhu Hassan aliposema kwamba ofisi zote ama taasisi zote za umma zitenge 30% ya mapato yake ya ndani kwa ajili ya kurejesha
tenda hizo kwa wananchi. Kwa hiyo tumewaletea hizo tenda za 30% kwa jimbo hili la Ilemela, na kwa unyenyekevu mkubwa naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aka Chief Wangaya. Tarehe 19 atakuwepo Mwanza hapa kwa ajili ya kufungua miradi mikubwa miwili ya kimkakati. Tunaongelea Kigongo Busisi, daraja letu lenye takriban bilioni 716 ukijumlisha na ongezeko la thamani kwa maana ya kodi, lakini kwa maana ya fidia pia. Lakini upo mradi wa maji Butimba ambao bilioni 70 zimewekwa pale, ambapo Daktari Samia Suluhu Hassan atakwenda kuzindua. Unazalisha lita 48,000 kwa siku moja. Utakwenda kuhudumia wakazi takriban 450,000 kwa siku. Milioni 48. Asante sana. Kwa hiyo tunachopenda kuwahamasisha nyinyi vijana mjitokeze kwa wingi siku ya tarehe 19 kwa ajili ya kumpokea Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu hili ni daraja la 6 Afrika, lakini ni daraja la kwanza Afrika Mashariki na Kati, likiwa na urefu wa kilomita 3. Kwa hiyo ukitazama wenzetu Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo wanakuja kujifunza hapa, hawana daraja kubwa kama hilo. Kwa hiyo naomba tumpigie sana makofi Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia ndugu zangu, sisi kama wanafunzi pia tunatakiwa kuwa mabalozi kuelekea uchaguzi mkuu, ambao uchaguzi huu utakwenda kufanyika kwa wabunge, madiwani pamoja na rais. Sasa nitoe rai sana kwa vijana, tutumie nyakati hizi vizuri na tukawe mabalozi wazuri wa kunadi miradi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali hii ya awamu ya 6 imeyafanya, na sisi twende tukawaambie wale wasiokuwa na ufahamu kwamba nini serikali imefanya, ili sasa hizi tenda za 30% ambazo tunazihubiri hapa zisipotee na tukamdisappoint rais wetu. Lakini nitumie fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Ilemela, mama yangu sana Daktari Angelina Mabula, kwa sababu nisingeweza mimi leo kusimama kwenye podium hii kama si baraka zake. Wakati natazama jimbo namna ambavyo tunaweza tukaconnect na hizi 30%, niligundua Ilemela imetengewa bilioni 86.6. Lakini imeelekezwa kwenye miradi mikubwa ya barabara, stendi, maji pamoja na airport. Kwa hiyo nilichokifanya nikasema, kwa sababu sisi Generation Samia tunaamini katika zile tenda za 30% ambazo wananchi wanarejeshewa, kule kuna uangalizi wa maana ya barabara. Nyinyi vijana mnaweza kujiorganize hapa, mkasema sisi tunakuwa na tenda yetu, tunaomba tuihudumie barabara labda ya Nyamadoke, Mboga, Nyamuhongoro. Sisi tunakwenda kuiomba halmashauri kwa mfumo wa NeST kwa maana ya mtandao. Kwa tenda yenu ikikubalika, ina maana nyinyi halmashauri na waingizia fedha. Itakacho wadai ni kazi. Sasa kama hatutakuwa na miundombinu, hizo 30% tutazipataje? Kwa hiyo ndio maana nitumie fursa hii sana kumshukuru huyu mwakilishi wa wananchi kwa maana ya mbunge Daktari Angelina Mabula kwa unyenyekevu mkubwa na namna anavyowapenda watu wake, kwa sababu hii fursa amesema ipeleke kwa vijana walioko chuo cha DIT, kwa sababu wewe ni mdau wa fursa. Kule mtaconnect sana kwenye fursa, na mimi niko hapa leo na furaha kweli kweli kwa sababu na historia na chuo hiki. Kwa nipende kutumia pia fursa hii kuwashukuru uongozi wa chuo cha DIT kwa maana walivyolibeba hili. Tulipokuwa tunawasiliana toka kikao cha kwanza, na washukuru sana kwa maana ya mkurugenzi Dr. Mali, lakini mkuu wa chuo, ratibu na engineer Mwangosi, lakini ndugu yangu Joshua na kushukuru, Magambo na kushukuru sana kwa unyenyekevu namna ambavyo tulikuwa tuna connect kwa ajili ya kuja kuwalisha hawa vijana hichi ambacho tuko nacho. Kwa hiyo niwashukuru sana. Mimi ninaposema Generation Samia tunaitikia kizazi cha mafanikio. Generation Samia, Generation Samia, kizazi cha mafanikio. Na mimi nikushukuru sana Fabian Semba, na tunaendelea na mdahalo wetu wa wazi kabisa ukiangalia fursa za miradi mbalimbali ya maendeleo katika jimbo hili la Ilemela.
na namna ambavyo imewanufaisha wananchi, hususan sana vijana ambao wanapatikana katika jimbo hili la Ilemela. Hivi sasa ni kukaribishia hapa Juma Magambo ambaye ni lecturer huyu kutoka chuo hiki cha DIT, ambaye katika sekta ya elimu yeye atakwenda kuzungumza zaidi kuhusiana na namna ambavyo serikali imeweza kuwanufaisha katika sekta hii ya elimu. Karibu sana. Kupitia mradi wa E-Strip, DIT imekuwa ikifanya kazi pamoja na taasisi za nchi jirani, majirani zetu, kutengeneza ule uhusiano. Ndio tunasema regional integration. Tumekuwa sababu kuna ile watu wa Tanzania wanaweza kuruhusiwa kufanya kazi Kenya, Mkenya anaweza kaja Tanzania. Sasa lazima tujifunze kwamba kule Kenya kuna nini, na wanahitaji mtu awe na skills za namna gani aweze kuajiriwa. Labda kule Ethiopia pia wanahitaji nini, kwa sababu tunataka wanafunzi wetu wanapo graduate hapa wasiangalie ajira za ndani tu, ila waweze kuajirika nje. Kwa hiyo tuna hizo. Nadhani wanafunzi ni mashuhuda, especially wanaojifunza masuala ya ngozi na bidhaa za ngozi. Tumekuwa na ushirikiano mzuri na taasisi ya Kisumu Polytechnic, si ndio? Wamekuwa wakileta wanafunzi wao hapa kujifunza, na pia sisi tumekuwa tukipeleka kule ili waweze kupata kule wanafundishwa vitu gani na industry zao kule zinahitaji mahitaji gani, ili waweze kujipanga sasa wanapomaliza hapa waweze kupata ajira. Kwa hiyo kiufupi niseme kwamba serikali ya awamu ya 6 imeweza kufanya mambo mengi. Kwa hiyo tusingeweza kwenda kupeleka wanafunzi kule bila support ya government, si ndio? Wanakaa kule na serikali inahudumia kila kitu mpaka wanarudi huku, si ndio? Kwa hiyo tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wake mahiri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Niwashukuru sana. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo serikali imekuwa ikiyafanya. Naam, tunashukuru sana Juma Magambo ambaye ni mwalimu katika chuo hiki cha DIT, na hapa alikuwa akizungumzia sekta ya elimu, namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 ambayo inasimamiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ilivyowezesha sekta hii ya elimu, lakini pia namna ambavyo chuo hiki cha DIT kampasi hii ya Mwanza namna ambavyo kimefanya mahusiano na vyuo vingine, lakini pia namna ambavyo kimeweka mipango na mikakati yake katika sekta hii ya elimu. Hivi sasa na kualikia hapa watu ambao wamenufaika na mikopo hii ya 10% ambayo Semba Fabian ameizungumzia hapa kwa uchache kwelikweli. Kwa hiyo Shawishi Amos ambaye ni mratibu wa mbunge wa jimbo hili la Ilemela, hapa namzungumzia Daktari Angeline Mabula, lakini pia Shan Saadi naye tutakuwa naye hapa hivi sasa kwa ajili ya kuzungumzia katika mikopo hii ya 10% kama ambavyo watazungumza hapa na watazamaji ambao mnatutazama, lakini pia watazamaji wa News Update Media. Karibu sana. Kwa majina naitwa Shani Saadi Charles. Mimi ni mmoja wa wanufaika wa mikopo ya Mama Samia 10%, na mpaka sasa hivi sijawahi kujuta katika kuchukua ile mikopo, sababu ile mikopo haina kusema kwamba unapeleka mdhamini, haina nini. Unatafutana na wenzio ambao mnahisi mnaweza kufanya kitu fulani, mnafanya. Yani mnafanya katika hali ya maelewano ambayo hamtatiana hasara nyinyi kwa nyinyi. Mkiamua kujiangusha nyinyi ni nyinyi, lakini mkopo mmepata. Labda pengine tangu mmeanza sasa kwenye kipindi chenu, kwenye kikundi chenu mpo wangapi, lakini pia mmejikita kufanya kipi zaidi? Sisi kwenye kikundi chetu tuko 4, lakini tumeshachukua mkopo wa awamu 3. Kwa sasa hivi pamoja na kwamba tunajiita kwamba ni kikundi cha watu 4, lakini kila mmoja anajitegemea kwa biashara yake. Okay. Na hatujawahi kuyumba, tunashauriana. Kikubwa katika hii mikopo inahitaji kitu kimoja. Ukishachukua huo mkopo, hebu nenda kwenye malengo ya ule mkopo. Usichukue mkopo ukawaza starehe, usichukue mkopo ukawaza vitu vingine. Chukua mkopo, nenda kawekeze. Unajua tulichokikosa sisi wa Tanzania, 1% kubwa ya vijana tumekosa watu wa kutushawishi, ila tunapata watu wa kutuchochea vitu ambavyo havipo. Pengine kwa upande wako sasa, majina yako, lakini pia kipi ambacho unakifanya, mtazamaji anayekutazama hivi sasa na yule wa News Update Media aweze kufahamu zaidi. Ndugu zangu wana DIT, majina yangu mimi naitwa Shawishi Amos. Kwa cheo ni mratibu wa ofisi ya mbunge wa jimbo la Ilemela
na mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Angelina Sylvester Rubara Mabura. Lakini nipo hapa kama mnufaika wa mikopo ya 10% ambayo ni 442 kwenye halmashauri zote, kwa maana 4% vijana, 4% wakina mama na 2% watu wenye ulemavu. Mikopo hii labda nifafanue kidogo, inatokana na mapato ya halmashauri, ambapo halmashauri imejikita kukusanya mapato kwenye vyanzo vyake vyote kwenye halmashauri husika. Ikishakusanya, kwa mfano labda imekusanya bilioni 10, kwa hiyo inatafutwa 10% ya bilioni 10, maana unapata ni bilioni 1, ambapo sasa vikundi ambavyo vinapatikana kwenye hiyo halmashauri, si ndio, wanaandika andiko mradi, sawa, nasajili kwanza kikundi, halafu mnaandika andiko mradi. Shasajili nikafanya registration zote kama kikundi, nitafungua akaunti benki na nini, naandika sasa andiko mradi, naingiza kwenye mtandao wa halmashauri husika kwa ajili ya kujisajili kuomba mkopo huo. Mimi na wenzangu, of course mimi ni graduate, lazima niseme kwamba ni graduate, lakini sikubahatika kupata fursa ya kuajiriwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu kwanza hakuna mkataba wowote kwamba unaposoma university lazima uajiriwe. Lazima tufahamu hilo, na hata tunapokuwa tunaomba mikopo hii ya SLB hakuna mkataba huo kwamba ni lazima uajiriwe. Kwa hiyo nimehitimu University of Dodoma since 2017. Okay. Lakini nimekuja kupambana nikabahatika kukutana na wenzangu ambao tulikuwa na nia moja, tulikuwa vijana wa 6. Lakini mmoja katika zile harakati za kupambana kuhakikisha tunasajili hiki na hiki, akaona tumechelewa, akadrop, tukabaki wangapi? 5. Mwaka jana tukaomba mkopo, tukaomba shilingi milioni 150 kwa andiko mradi la ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Eneo la ufugaji liko Igaragara, Sangabuye. Tulivyoomba, kwa sababu vikundi vinakuwa vingi, si ndio, unaweza wanatenga bajeti lakini vikundi vinakuwa vingi, tukaambiwa kiwango hiki mlichoomba ni kikubwa sana, kwa jaribuni kupunguza. Afisa maendeleo wa wilaya tukasema hamna shida, tukaenda tena tukakaa tukaandika. Mashallah, mwaka huu mwezi wa 3 tulipata shilingi milioni 79. Okay. Halmashauri. Sawa, twende haraka kidogo kutokana na swala zima la muda. Mara baada ya kupata fedha hizi, pengine nyinyi kama kikundi hiko sasa mmeanzisha kipi na mnafanya nini mpaka hivi sasa? Tumeshaanzisha ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Tunavyo vizimba 5. Tuna vifaranga 50,000 wa samaki aina ya species tilapia. Nikisema species tilapia nadhani naeleweka. Kwa hiyo hiyo ni moja ya faida ya Generation Samia. Generation Samia. Mratibu, tunajiandaa sasa, taifa linajiandaa kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Kwenu mmejipangaje kama vijana wa jimbo hili la Ilemela? Sisi tuko tayari kama taratibu zilivyo. Baada ya miaka 5 kwa mujibu wa katiba yetu, taifa linaingia kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kama vijana wa Ilemela kuhakikisha tunashiriki kupiga kura, na sio kupiga kura tu, tunapiga kura, tunatafuta kura na tunazilinda kura. Okay. Kwa hiyo tumeshajiandaa kikamilifu. Upinzani wanasema no reform no election. Mnadhani kwamba nyinyi mnasema mnaelekea kwenye uchaguzi hao? Nipende kusema kwamba mfamaji huwa haishi kutapatapa. Kwa hiyo ni lazima anapokuwa anapambania roho aone namna kutapatapa. Lakini ukweli ni kwamba serikali huwa ina wajibu kwa wananchi wake au kwenye jamii. Kwa moja ya wajibu wa serikali ni kuhakikisha inaleta miundombinu kwa maana ya barabara, okay, miundombinu, elimu, sawa, mikopo tunayo hapo, si ndio?
lakini pia ni kuwawezesha wananchi, ambayo hayo no doubt Mama Samia anayafanya kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo unapotuletea kwamba no reform, no election, unamaanisha kwamba unanyima haki ya Watanzania kupiga kura, kwa sababu imeelezwa kwamba wakati wa kupiga kura ni haki ya Mtanzania, ni haki ya kila raia kupiga kura, na ni haki ya kidemokrasia. Maana yake unaposema no reform no, unatutishia kwamba bila reform hatupigi kura. Maana yake unatuzuia kupiga kura, unatunyima haki zetu za msingi ambazo sisi kama vijana wa Tanzania Wanailemela sisi hatuko tayari. Mfano tu nitolee mfano, kwa sababu mfano ambao hao wataona wataelewa, si ndio? Jimbo la Ilemela ambapo Mama Samia zaidi ya bilioni 86 zimeanguka. Sawa, zimeenda kwenye zahanati mpya 14. Sawa, kuna shule mpya 21. Sawa, hapo nyuma tulikuwa na vipande vidogo tu vya rami, lakini sasa hivi tuna zaidi ya kilomita 75 za rami. Lakini Mama Samia pia ameendelea kushusha fedha, zaidi ya kilomita 189 zimefunguliwa, hizo ni rough roads. Sawa, zaidi ya bilioni 2.5 ametoa kwa ajili ya kununua vitendea kazi kwa ajili ya kutengeneza barabara, kwenye afya, kwenye nini, kwenye umeme. Mwaka 2015 tulikuwa na mitaa ambao 39 iliyokuwa na umeme, sawa, kati ya mitaa 171. Lakini as we speak, sawa, tuna mitaa 10 tu ambao haina umeme, na yenyewe iko kwenye mpango wa umeme wa REA. Sasa unataka reformu inisaidie nini? Kwa sababu mimi ninachotazama, je, wale wananchi wananufaika na serikali yao? Je, yale matarajio ya wananchi kwa serikali yao wanayapata? Na ndio maana sisi tunasema Oktoba tunatiki. Shukrani sana. Tufanye kazi. Shukrani sana. Nakushukuru sana. Tunaendelea na mdahalo huu, na hivi sasa nitakukaribishia hapa watu katika swala hili la elimu. Hapa namzungumzia Dennis Njunwa, lakini pia Gaspar ambaye atakwenda kuzungumza machache kuhusiana na sekta hii ya elimu, hasa mara baada ya kuhitimu masomo yao katika vyuo mbalimbali hapa nchini. Naam, mtazamaji, tunaye hapa Gaspar Timbalala lakini pia Dennis Njunwa, ambao hawa wanakwenda kuzungumza sasa. Kwanza ni wahitimu kutoka vyuo mbalimbali hapa nchini, wanakwenda kuzungumza namna ambavyo wameweza kujiajiri kupitia sekta mbalimbali, na watakwenda kuzungumza namna ambavyo wamefanikiwa, ili mtazamaji anayetazama hivi sasa, lakini pia mtazamaji wa News Update Media atapata kuelewa namna ambavyo juhudi mbalimbali zilizofanywa na vijana hawa na mpaka wakaweza kujiajiri. Tuanze moja kwa moja na Dennis Njunwa kwanza. Karibu sana, unaweza ukatuambia majina yako, lakini pia umetokea chuo gani, kwa maana umehitimu chuo gani, lakini pia hivi sasa unafanya au unajishughulisha na kitu gani? Okay, na kama ulivyotambulisha, naitwa Dennis Njunwa, ni mhitimu wa DIT Dar es Salaam, nasoma Electronics na Telecommunication Engineering. Okay. Graduate 2021. Sasa hivi ni mjasiriamali. Nilianza na kutengeneza sabuni, na kwa sasa nimejikita kutengeneza dawa za viatu. Okay. Na kama shoe polish. Yeah. Kwa ufupi zaidi tuambie sasa namna ambavyo umefanikiwa, lakini neno lako ni lipi kwa mtazamaji anayekutazama hivi sasa? Bila shaka ni wanachuo hawa, lakini pia mtazamaji kupitia News Update Media anayekutazama hivi sasa. Mafanikio ya haraka sasa hivi tunaenda shule zinafunguliwa, tuna product tumetengeneza, na inshallah Mungu anasaidia tuna mashule 3-4 ambao tunauzia. Kwa product yetu bado tuna user kupitia mashule. Unajua changamoto ni kubwa. Wakenya wanamtukana rais wetu, afu sisi tunatoa product zao na tunawasifia. Ukipeka ya kwako watu wanakuchallenge kweli yani. Ninashangaa baada tu support vya kwetu. Umeelewa? Kingine pia ninachofurahia zaidi ni kwamba kuna watu 2-3 nimewaweka kiwandani ambao sisemi kwamba ni boss, ila at least najua na wenyewe watoto wao wanakula leo. Okay. Yeah, so yangu. I think that's an achievement. Wimbi kubwa la vijana kwa hivi sasa ni ajira, ndio kitu ambacho kipo kwenye akili zao. Mtazamo wako unakwenda kubadilisha kivipi fikra zao sasa kuhakikisha kwamba wanakwenda na wanajiajiri kama ambavyo wewe umefanya? Sitaki kukinzana na ajira, kwa sababu niyo mkwe dada yangu kaajiriwa na ndo mtu ananisupport pia kwenye mitaji. Kwa hiyo na hata mwalimu hapa amesema DIT naongeza. Lakini mimi ninachopenda actually
kuna wanafunzi wanamaliza mwaka huu wanasoma mambo ya leather. Ningependa kwa encourage actually watu waangalie kuna mikopo hapa 1% ngapi. Waje wanne, mimi niko peke yangu. Might form a group tukakuza mtaji. Who knows, kangaroo tukamtoa Tanzania kiwi. Tukana bidhaa yetu wenyewe. Ndio. Kwa hiyo sana encourage kwa watu wamaliza mwaka huu, find me. Tunatibu huyu hapa, tumshike shati kweli yani. Bro, mbona sisi hatupati hiyo mikopo? Tuonyesheni sio ya michongo. Watu walosoma civil engineering naonea wivu kwa sababu TARURA sasa hivi ukiwa uko registered na IRB tu, mimi na wewe tukaungana tunapewa barabara yetu kaki kilomita 5 sijui. Sasa imagine unasikia bomba rais anakuja kufungua tarehe 19 wameza tarehe 28. Najiandaa mapema kaambiwa kama na diketu jifunza kutengeneza bomba. YouTube ipo mzee, 10% tumwangalie Mwijaku na Diamond, 90 tuangalie vitu vya msingi. Unajua unatengeneza, tukitoka hapo yani I understand watu ambao utaona nini, lakini serikali itakufanyia kila kitu mzee. Ask what you can do pia. Okay. Yeah. Mimi nikushukuru sana. Naam, turudi kwako kaka Gaspar. Pengine kama ambavyo kaka hapa amezungumza, na bila shaka na wewe ni mtu ambaye umejiajiri mwenyewe sasa. Kwako umepokeaje hii ya kujiajiri mwenyewe wakati pengine mtazamo ulikuwa ukikutazamisha utapata ajira serikalini? Ya kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana ya kwamba wakati tukijiunga na chuo matarajio yalikuwa ni makubwa sana. Tumesoma na watu wakiwa na ndoto nyingi kubwa sana. Watu walitamani kupata ajira ambazo pengine zilikuwa ni ndoto ya maisha yao toka darasa la 3 mpaka wanahitimu pengine elimu ya chuo kikuu. Lakini finally maisha lazima yaendelee. There is no way kwamba umesomea udaktari then usubiri mpaka hospitali ambayo itajengwa mwaka 2026 ili uweze kuajiriwa ili kuendesha familia. Katika umri tulionao sasa ni umri sahihi sana katika kujituma katika namna ya kufanikisha ajenda zetu binafsi. Wanachuo ambao wanakutazama hivi sasa wana miaka michache, mara baada ya hapa wanaingia mtaani sasa. Wengi wana mitazamo ya kwamba wakitoka hapa ni moja kwa moja wanaajiliwa na ni mishahara minono kweli kweli. Ndio mtazamo ambao wengi tulikuwa nao hata tulipokuwa chuo. Pengine wewe sasa leo hii unawajenga katika mtazamo gani? Hivi wanakusikiliza hivi sasa? Labda cha kuwashauri kwa sababu ni vijana wenzangu, na mara nyingi sisi kama vijana tunapenda kuona vijana wenzetu wakifanikiwa. Hatupendi kuona vijana wenzetu wakiharibikiwa kwa sababu changamoto sisi tuliziona kutokana na kwamba toka 2020 mpaka leo miaka 5. Ina maana kama ningesimama hapa sina kufanya shughuli ningekuwa nimeathirika pakubwa. Lakini kwa sababu ni vijana wenzangu na leo wako hapa, nipende tu kuwashauri kwamba kwa sababu kila kitu kinaanza na ufikirio, kwa maana ya akili na maarifa ambayo tumejaliwa katika chuo hiki. Ina maana itosha tu kusema, wanasema what clear in mind also must be clear in actions, kwamba kila ambacho wanakipata katika taasisi hizi za elimu basi zikatathmini na kuleta tija katika shughuli ambazo wanapaswa kuziendea katika jamii zetu. Kwa initially tu mapema unamaliza chuo, changamkia fursa kwa sababu hakuna namna ambayo mafanikio yatajileta zaidi ya wewe mwenyewe kwa front katika kuandikiza maendeleo yako binafsi. Wajitahidi tu ku take time kwa ajili ya kujiajiri na kuendelea na shughuli zingine. Nikushukuru sana. Asante sana. Naam, ni Dennis Njunwa lakini pia na Gaspar ambao wametupitisha hapa. Hawa ni wahitimu kutoka vyuo mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini hivi sasa tunavyozungumza wamepata fursa ya kujiajiri kwenye sekta mbalimbali kama ambavyo umemsikiliza Dennis hapa, lakini pia kama ambavyo umemsikiliza Gaspar hapa. Hivi sasa nakwenda kualika hapa Resco Mapunda ambaye ni rais wa chuo hiki cha DIT, lakini pia na mwanafunzi mwingine kutoka chuo hiki, nao tutakwenda kuzungumza nao sasa wakiwawakilisha wanafunzi wenzao juu ya hiki ambacho kimezungumzwa hapa. Je, wapo tayari kujiajiri na mipango yao ni ipi? Mawazo yao ni yapi? Yote haya utapata kuyasikiliza hapa wakizungumza kuhusiana na kile ambacho kimezungumzwa hapa na kaka Dennis lakini pia na Gaspar. Mtazamaji unayenitazama hivi sasa lakini pia mtazamaji wa News Update Media, mara baada ya Dennis na Gaspar ambao ni wahitimu wa vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini Tanzania na hivi sasa wamejiajiri kwenye sekta mbalimbali, wamemaliza kutoa mawazo yao juu ya kile ambacho wanasema kwamba walikuwa wamesomea kitu fulani lakini na sasa wanafanya kitu kingine. Mawazo yao yametupelekea sasa tufike hapa na kuzungumza na baadhi ya wanafunzi ambao wapo katika chuo hiki cha DIT. Wao wamekipokeaje hiki ambacho kimezungumzwa na Gaspar na Dennis? Majina yako lakini pia unasomea masomo gani? Kwa majina ninaitwa Imani Ayubu Simkonda. Okay. Ni mwanachuo mwaka wa kwanza, nasomea kozi ya Science and Laboratory Technology
niko hapa DIT. Binafsi kwa jinsi ambavyo wenzetu wameelezea, Dennis binafsi ameni influence kutokana na maarifa na jinsi alivyokaa akatulia na kubuni na kuangalia fursa gani anaweza akazitumia, kama alivyosema kwamba serikali yetu kwanza kwenye upande wa ajira amezungumzia kwamba ajira ni kweli ni chache mtaani, na yeye sasa alivyorudi mtaani alikaa akatulia afanyaje ili aweze kuziba pengo ili aweze kuendesha maisha yake. Sasa kwangu mimi binafsi, kutokana na jinsi walivyotangulia, wameelezea, kuna wale wa mikopo pia wameelezea, binafsi amenipa wazo au amenipa kuwa na jicho la tatu kwamba baada ya mimi kumaliza chuo nitaendaje kupambana na changamoto ambazo zipo huko mtaani, ninafanyaje. Naam, lakini pia tunaye dada hapa naye atatueleza namna ambavyo amepokea maelezo ambayo yametolewa pale na kaka Dennis, lakini pia na Gaspar. Kwanza kabisa, umeyapokeaje yale ambayo yameelezwa pale na kaka Dennis na Gaspar kwa ujumla wake? Jina lako kwanza? Kwa majina naitwa Latifa Tafawa Juma, ni mwanafunzi wa diploma, nasoma kozi ya FPT Food Processing Technology mwaka wa kwanza hapa DIT Mwanza campus. Kabla hata ya kuja kuanza kusoma, ulikuwa unaelewa kwamba kuna ugumu wa ajira huku mtaani? Hapana, nilikuwa sijaelewa. Mawazo yenu, mtazamo wako ulikuwa upi katika swala hili la ajira mara baada tu ya kufika chuo kusoma? Ulitarajia nini? Kwa mtazamo wangu, baada ya kufika hapa chuo na kujifunza kwamba yani hapa chuoni hapa kuna kozi tofauti tofauti. Kwa mfano hii kozi ya FPT, nimefika hapa nilikuwa sijui chochote, lakini baada ya kupata ujuzi nimeelewa kwamba ninaweza nikapata kitu kutokana na hii kozi ambayo ninaisomea, na naweza nikajiajiri mimi mwenyewe binafsi. Hii ya kujiajiri imekuja lini na kwa nini imekuja? Wakati mwanzo ulitarajia kwamba utapata ajira serikalini labda? Nimekaa nikafikiria kwamba baada ya kupata maarifa hapa DIT Mwanza campus, nimeona kwamba ninaweza mimi mwenyewe nikaanzisha jambo langu. Kwa mfano naweza nikatoka hapa nikaanzisha facility yangu ndogo kutokana na ujuzi ambao nimeupata hapa DIT. Ni tofauti na pale ambapo nimemaliza chuo ninarudi mtaani kusubiria ajira ya kuajiriwa na serikali. Wadada wengi sana mara baada ya kutoka hapa sasa wakiona wameshindwa kabisa, wengi wanakimbilia kuolewa. Wewe ni mdada pia. Una lipi la kuwashauri hawa wengine? Mimi nawashauri wakitoka hapa wajaribu kutumia yale maarifa ambayo wameyapata hapa kutokana na kozi ambazo wanazisomea. Sio kwamba umalize chuo hapa urudi nyumbani kwenda kusubiria kuolewa. Yaani hii hapo kitu haipinge kabisa. Mimi nikushukuru sana. Asante kwa kunipatia nafasi hii. Mtazamaji unayetutazama hivi sasa, lakini pia mtazamaji wa News Update Media, kumbuka huu ni mjadala wa wazi kama ambavyo tumetangulia kusema hapa, ukiangalia fursa za miradi mbalimbali ya kimaendeleo katika jimbo hili la Ilemela, lakini pia namna ambavyo miradi hii ilivyonufaisha wananchi kiuchumi, hususan sana katika jimbo hili la Ilemela. Baada ya kuzungumza na watu mbalimbali kutokea sekta mbalimbali hapa, umepata kuwasikiliza, lakini hivi sasa tumekwenda kuzungumza hapa na wanafunzi wa DIT wakitoa mawazo yao juu ya kile ambacho kimezungumzwa hapa na kaka Dennis, lakini pia na Gaspar, watu ambao tayari hivi sasa wamejiajiri na ni wahitimu wa vyuo mbalimbali vikuu hapa nchini Tanzania. Sasa nimewaalika hapa rais wa chuo hiki cha DIT, hapa namzungumzia Resco Mapunda, lakini pia yupo hapa
waziri mkuu. Hii ni kuonyesha kwamba ninayo serikali nzima hapa. Hao watakwenda kuwawakilisha wenzao juu ya kile ambacho tutakwenda kuzungumza hapa. Tukianza moja kwa moja na rais wa chuo hiki. Kwanza majina yako, lakini pia na kipi ambacho mnakifanya zaidi kama uongozi wa chuo hiki kuhakikisha vijana hao ambao wanazaliwa au wanazalishwa kutokea chuo hiki wanakwenda kujitegemea na sio tegemezi kwa taifa hili la Tanzania. Kwa majina naitwa Resco Mapunda, ni mwanafunzi wa mwaka 3 nasoma Science and Laboratory Technology, lakini pia ni rais wa serikali ya wanafunzi katika chuo cha DIT campus ya Mwanza. Binafsi yangu kwa kushirikiana na walimu, lakini pia kushirikiana na ofisi ya washauri wa wanafunzi, tupo katika kuwaelekeza zaidi vijana na wanafunzi wetu waweze kukua katika maadili mazuri, lakini pia waweze kutazama na kuangalia fursa ambazo zipo nje, waweze kufikiria zaidi outside of the box, lakini pia kwa kupitia na juhudi ambazo zinafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miradi mbalimbali ambayo inafanywa na inaendelezwa, na wamewekeza katika miradi mbalimbali ambapo kupitia miradi hiyo iweze kuwasaidia wanafunzi ambao wanaenda kugraduate waweze kuwa na ujuzi mzuri zaidi hasa hususan wa vitendo, lakini pia kuweza kupata maarifa ambayo yatawezesha wao kwenda kujiajiri katika wakienda huko mitaani baada ya kugraduate waende wakajiajiri wao wenyewe. Lakini hilo pia wataliweza kupitia fursa ambazo zimetolewa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wa serikali kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa mikopo ya 10% kurudi kwa wananchi, ambayo hiyo mikopo inaweza kunufaisha moja kwa moja wanafunzi ambao wanaenda kugraduate leo. Wametazama fursa mbalimbali huko mitaani katika jamii, waende kazifanye na wataziweza kuzifanya hizo shughuli zote kupitia mikopo hiyo ambayo wanaipata kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikushukuru sana. Labda waziri mkuu, nirudi kwako sasa. Wewe ni mtendaji mkuu wa serikali hii ya wanafunzi hapa chuo hiki cha DIT. Natamani kufahamu namna ambavyo tunaelekea sasa katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Kauli ni nyingi kweli, watu wengi wamezungumza mambo mengi kweli. Kwako kama mtendaji mkuu wa serikali hii, una lipi la kuzungumza kuhusiana na swala hili la uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu? Kwanza kabisa mimi naitwa Jafet Bahati, ndio waziri mkuu wa DITSO Mwanza campus. Ninasoma kozi ya uchakataji wa ngozi, teknolojia ya uchakataji wa ngozi. Binafsi kama serikali ya wanafunzi ya IT tumefanikiwa kufanya semina mbalimbali za kuelimisha wanafunzi jinsi gani wanaweza kuwa sambamba na serikali. Kwa maana ya kwamba Chama cha Mapinduzi, lakini pia serikali kwa ujumla, na jinsi ya kusupport maono ya chuo. Kwa mlengo huo tumeona wanafunzi wanaitikia wito na kwa kweli wanasimama upande ulio sahihi. Kwa kuelekea uchaguzi mkuu 2025 ambao utafanyika hivi karibuni mwezi wa 10, naamini wanafunzi wako vizuri na tayari wana mambo mengi ambayo tayari wamesha kuwa impacted nayo kwenye fikra zao, kwenye mind. Naamini wako vizuri. Mheshimiwa, turudi kwako. Kuna swala zima la kimitandao hivi sasa. Kuna hii no reform no election imetawala kweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwako kama rais wa chuo na msemaji mkuu wa serikali hii, una lipi la kuzungumza kuhusiana na hili? Kwanza mmelipokeaje, na ninyi kama vijana una lipi la kusema? Kuhusiana na swala linaloendelea kwa sasa mtandaoni la no reform no election. Kwa binafsi yangu ningependa kuwaasa kwa wanavyuo lakini pia wasomi wote Tanzania. Ili swala ni jambo ambalo linafika kwa trick, ambalo ni swala ambalo watu wanajaribu kuingia kwa kuingiza mitazamo hasi hasa kwa wanajamii na kwa Watanzania kwa ujumla, ambapo ukitazama Tanzania imeweza kusimama na kusimamia amani ya nchi yake ambayo imeweza kuwa vizuri
na kuna jambo lolote ambalo linaendelea ambalo linakuwa ni baya ambalo linaenda kuchafua amani. Ingawa kwa sasa watu wanaamua kupitia katika mtazamo wa uchaguzi mkuu ili kuweza kuharibu amani na kuweza kuharibu amani ya taifa letu, ambapo mimi ningewaasa kama wanafunzi lakini kama wasomi tuweze kusimama katika kulinda amani ya nchi yetu. Mara baada ya kumaliza mahojiano na watu wa sekta mbalimbali, mtazamaji unayetutazama hivi sasa, lakini pia mtazamaji wa News Update Media hivi sasa, nimekualika hapa Jorafra, mtu ambaye anahusika na masuala haya ya usafirishaji. Hapa nazungumzia stendi ya Nyamhongoro. Atajitambulisha hapa majina yake, lakini pia kile ambacho anakifanya, lakini mradi ule ni kwa namna gani umemnufaisha, lakini pia na jamii ambayo inamzunguka. Karibu sana. Asante sana. Majina yako kwanza, lakini pia kipi ambacho unakifanya hasa? Kwa majina naitwa Ramadhani Joseph Ngaya, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Jorafra Transport Agency Limited ambayo inapatikana makao makuu yake wilaya ya Ilemela, jimbo linaloongozwa na mama yetu Angelina Mabura, na ofisi zetu kuu zipo ofisi namba 59, jengo kuu la kituo cha mabasi na maegesho ya maroli Nyamhongoro. Tuanze sasa na mradi ule wa serikali, kwa maana ya kwamba nyie mmepata kuwekeza pale, lakini baadaye utazungumzia namna ambavyo mnanufaisha jamii hii ya Mwanza kwa ujumla wake. Kwanza tupongeze kwa juhudi kubwa ambazo zinafanywa na halmashauri yetu ya Ilemela, na kipekee na wapongezi wote ambao watendaji wakuu wa halmashauri, akiwepo mbunge mama yetu Angelina Mabura, akiwepo mkuu wa wilaya Bwana Hassan, Mheshimiwa Hassan ametusaidia sana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha sisi tunakuwepo pale. Na wakati tunafungua ofisi pale tulimwalika mbunge aje kufungua, lakini alimtuma katibu wake akawa amekuja pale. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo. Ukitoka hapo nenda airport, uwanja wa ndege, kwamba kuna mtu anakupa mzigo, anataka usafirishe mzigo wake kwa haraka. Maana yake nikipita hii njia kutoka Nyamhongoro, nikipita njia ya Nyamadoke ambayo nimeona kwenye ni kama kilomita kama 9 point ngapi, wataalamu wanajua, mimi sio mtaalamu wa kilomita za barabara, mimi najua kutembea tu. Kwa hiyo nikikatiza pale nitaingia hapa Pasias hapa Sabasaba nimefika airport, kuliko kipindi kile nizunguke Nata inachukua muda mrefu. Kwa hiyo kila fursa inayokuja ina changamoto zake, na ili iwe na changamoto, ili iwe fursa ni lazima na changamoto, na hatuwezi kukwepa changamoto kwa sababu changamoto ni sehemu ya fursa, na inapotokea changamoto ndiyo sehemu ya kuwa na vijana ambao wanaweza kutatua changamoto. Kwa hiyo wamesema watu wengi sana hapa juu ya changamoto walivyozibadilisha kwa fursa. Leo hii mfano mimi pale ninahitaji vijana labda wa IT, na kijana mmoja wa IT, lakini ninahitaji vijana wa IT. Kwa hiyo ni changamoto ambayo nimekutana nayo, lakini maybe nikija hapa DIT naweza kupata vijana. Kwa hiyo ni changamoto iliyonikumba, lakini inakuwa fursa kwa mtu mwingine. Kwa hiyo na kubwa zaidi ambayo serikali imelifanya, na ili nafikiri nilisema, haijasemwa sana ila litasemwa, ni sasa wale mawakala waliokuwa wanafanya kazi pale stendi. Mwanzoni walikuwa wanaitwa wapiga debe, lakini sasa hivi serikali imewatambua rasmi kama ni maafisa wanaodili na usafirishaji, na mamlaka inayosimamia mambo ya usafiri LATRA imeanza kuwasajili, ambapo nimepitia kidogo ilani ya mwakani inayokuja kutekelezwa. Nimeona kuna fungu la kampuni changa kupewa mikopo. Kwa hiyo wale mawakala wakisajiliwa kama hivyo ambavyo tayari serikali imeshaingiza kwenye mpango, wakishasajiliwa ina maana wanaweza kuomba mkopo serikalini kwa sababu tayari imelasimishwa. Na ulikuwa ni mdahalo wa wazi kabisa dhidi ya fursa na miradi mbalimbali ya kimaendeleo katika jimbo hili la Ilemela, na namna ambavyo maendeleo au fursa hizi zimewanufaisha wananchi wa jimbo hili la Ilemela kiuchumi.
Umewasikiliza wengi kweli kweli, wamechangia mada hizi, lakini pia wanachuo wenyewe wa chuo hiki cha DIT wamepata kuchangia mawazo yao juu ya kile ambacho kimejadiliwa hapa kwa upana kabisa. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe, lakini shukrani za pekee zimwendee Fabian Sema ambaye ni mratibu wa Generation Samia, ambaye hii leo ametuweka hapa kuweza kuyajadili masuala haya mazuri kabisa yanayohusu masuala ya kiuchumi katika taifa hili la Tanzania, hususan sana kwa vijana, hususan kwa wale ambao wanapatikana katika vyuo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Mimi Elia Jackson Lupembe, nyuma ya kamera ni Godwise. Bye bye.